Yes, mataifa ya China na Urusi yameweza kuibuka kuwa ni vinara wa maendeleo ya teknolojia ya nyuklia duniani, na hii ni mara baada ya kuweza kubainika kuwa mitambo yote mipya ya nyuklia iliyojengwa duniani katika kipindi cha miaka 5 iliyopita imetegemea miundo yao, ambapo ni China pamoja na Urusi. Sasa kwa mujibu wa takwimu za shirika la kimataifa la nishati IEA, kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2024 mitambo 38 ya nyuklia iliyoanza kuweza kujengwa duniani kote ilitegemea teknolojia ya China au Urusi. Kati ya hiyo 23 ilifuata muundo wa China na 15 ilikuwa ni ya Urusi. Bana, Mchina yuko fiti lakini pia yuko vizuri kwa kila kitu. Sasa mwaka 2024 pekee ujenzi wa mitambo mipya ya nyuklia iliongezeka kwa 50% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, ambapo mitambo 9 ilianza kujengwa, lakini pia inatarajia kuweza kuweka na megabytes 11,000 za umeme ikikamilika. China iliongoza kwa kuweza kuanzisha miradi 6, huku Pakistan ikizindua mtambo wa kwanza wa kizazi cha tatu wa teknolojia ya China nje ya nchi hiyo na kuifikisha jumla ya miradi 7 ambayo ilikuwa inategemea miundo ya China. Masuala mazima ya teknolojia bwana, China pamoja na Urusi wameonekana ni kuwa vizuri kabisa, hasa katika swala zima la kutengeneza mabomu hayo aina ya nuclear. Tunajua ni moja kati ya bomu ambalo pia ni tishio duniani kote, kwamba bomu hilo linakuwa lina athari kubwa katika jamii, lakini pia katika maendeleo ya kiuchumi katika kutoka kwenye nchi fulani. Sisi kama Sawasawa Digital tuko hapa kukupa updates zote, lakini pia habari zote kutokea duniani kote ambazo zinakuwa zinatokea, lakini sisi tunakuletea tu hapo hapo kiganjani mwako ili uendelee kuenjoy. Endelea kusubscribe. Take love for this.